Shalom shalom familia. Ninamtukuza Mungu sana sana kwa ajili yako. Ni siku nyingine tumepata kibali cha kujifunza. Kuona ni matokeo ya uwepo wa mwanga. Kuona kunakuja kwa sababu ya uwepo wa mwanga. Kwa sababu gizani hauwezi ukaona. Nadhani unaweza kukubaliana na mimi. Tafakari au fikiria upo ndani, ni giza, ni usiku. Taa ikazima au umeme umekatika. Hakuna chanzo chochote kingine cha mwanga. Unaweza ukaona nini kipo mbele yako? Nadhani umejijibu. Lakini kukiwapo na mwanga, unaona kitu fulani kile pale, hiki kile pale, hiki kile pale. Kwa kuona ni matokeo ya mwanga. Kuona ni matokeo ya uwepo wa mwanga. Pasipo na mwanga hatuwezi kuona. Biblia inasema katika Isaya 60, anasema inuka uangaze kwa sababu nuru yako imekuja, au nuru imekuangazia. Kwa hiyo, kwa sababu nuru imekuangazia, una uwezo wa kuinuka. Ukija kusoma mstari wa 4a wa hiyo Isaya 60, anasema hivi, inua macho yako utazame. Kumbuka tayari amesema kwa sababu nuru imekujia. Kwa sababu kuna uwepo wa nuru, anamwambia sasa inua macho yako utazame. Kwa macho yanaweza kutazama kwa sababu nuru imemjia au nuru ipo. Mstari wa 5a anasema utaona na uso wako utang'ara. Kwa kuona ni kwa sababu nuru imekuja. Pasipo na nuru hauwezi kuona. Kwa kuona ni matokeo ya uwepo wa nuru. Lakini hii nuru ni nini? Yohana 1:9 anasema kulikuwako na nuru halisi amtiae nuru kila mtu. Asa there is a true light that enlighten every man. Ambayo huyu nuru halisi ndio Kristo. Yeye ndo ana enlighten our hearts. Anapotutia nuru, hapo ndipo tunaweza kuona. Daudi anasema katika Zaburi ya 119 mstari wa 105, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia zangu. Kwa sababu ya uwepo wa neno, njia za Daudi anasema zitakuwa na nini? Zina mwanga. Kwa sababu neno ni taa. Taa inasababisha kuwepo kwa mwanga. Na kwa sababu kuna uwepo wa mwanga, manake anatembea akiwa anaona. Kila hatua anayoiendea anakuwa anaona, kwa sababu mwanga upo ndio unaomuongoza. Na kumbuka, kuona ni kazi yangu, ni kazi yako. Mimi ndo ninapaswa kuona. Neno linaniangazia. Neno linakuwa kama ni taa, ili mimi nipate kuona na kutembea. Fikiria unatembea gizani. Haujui ni nini kipo mbele yako, kwa maana hauwezi kuona. Haujui ni nini kipo mbele yako. Unatembea tu. Ni rahisi kujikuta umedumkia katika mashimo, kujikwaa na kutokewa na mambo mengi mabaya. Lakini pindi miguu yangu ikawa
inaangaziwa njia, manake nitakuwa ninaona. Popote palipo pabaya sitapakanyaga, sitapapita, nitapaepuka. Nitaangalia ni sehemu gani iliyo nzuri, hapo ndipo nipite, au hapo ndipo nifuate. Kwa kumbe uwepo wa neno la Mungu unatufanya sisi tuweze kuona na kumfuata Mungu na kufuata njia zake kwa urahisi zaidi. Na hiyo inatuepusha kujikuta tumedumbukia katika mashimo, katika kujikwaa na katika kila aina ya adha. Na ndio maana maombi makubwa ya Paulo, tazama maombi ya Paulo kwa kanisa la Waefeso. Ukisoma kitabu cha Waefeso 1. Nitasoma kuanzia mstari wa 15, lakini nani yangu msingi wangu upo katika mstari wa 18. Anasema, nitasoma kuanzia mstari wa 15. Ni maombi ya Paulo kwa kanisa la Efeso. Anasema, kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, anasema siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Anasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Mstari wa 18 anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Kwa sio haya macho mawili ambao unayaona mimi ambao wewe unayo. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Kwa nini yatiwe nuru? Anakuja kuelezea. Anasema ili, anasema mjue tumaini la mwito wake. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini. Kwa kumbe macho ya mioyo yetu yanapotiwa nuru, kujua kunakuja. Kwa Kiingereza anasema eyes of your heart be enlightened so that you may know. Kwa kumbe knowledge au maarifa au kujua kunakuja baada ya nini? Baada ya macho ya mioyo yetu kuwa enlightened, au macho ya mioyo yetu kutiwa nuru. Hapo ndipo kujua kunakuja. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Kwa kujua kunakuja kwa sababu ya uwepo wa mwanga au uwepo wa nuru. Kwa kama macho ya mioyo yetu yasipotiwa nuru yakabaki kuwa gizani, manake hatutajua, hatutafahamu. Kwa hiyo mtu yoyote hawezi hakafahamu siri za Mungu, siri za ufalme, kama nuru halisi haijamuangazia au hajawa enlightened by that light. Kwa once tunapokuwa enlightened, ndipo tunapata kujua hakika au kutambua na kufahamu hakika. Na ndio maana tukija kusoma katika Danieli 11 mstari wa 32 part B, tunapenda kuitumia sana kwamba people who know their God shall be strong and shall do mighty exploit. Watu wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makuu. Nitasoma Danieli 11 mstari wa 32. Anasema people who know their God shall be strong and shall do mighty exploit. Sasa ngoja nisome. Anasema mstari wa 32. Nataka tu tusome sehemu ya part B.
Anasema lakini watu wamjuao Mungu wao. Watu wamjuao Mungu wao, manake lazima wamjue. Paulo anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili mpate kujua tumaini la mwito. Kwa ili mpate kujua, macho yanatakiwa yatiwe nuru. Hapa anasema watu, anasema lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Manake wale ambao wamekuwa enlightened, hao ndio watakao mjua Mungu. Anasema watafanya nini? Watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Na huku kujua ambako tunasema sio tu yani ile kuwa tuna knowledge au taarifa za kumhusu Mungu. Yani kujua sio ile tu kuwa na taarifa, ni kujua ya kumexperience Mungu yeye kama alivyo. Unapomexperience Mungu yeye kama alivyo, ndipo unaweza do that mighty exploit au kutenda hayo mambo makuu. Na kumbuka anasema watu wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari. Watakuwa hodari. Na anasema nao watatenda mambo makuu. Hauwezi kutenda kitu ambacho haukifahamu. Hauwezi kutenda kitu ambacho haukifahamu. Yani kwa mfano, haujawahi kabisa kufanya kitu, wala hata hujawahi kuona, afu unaambiwa utende. Unadhani inawezekana? Unaweza ukafanya, unaweza, lakini sidhani kama unaweza ukafanya sahihi kama ungekuwa unajua inatakiwa kufanywaje. Kwa watu wanaomjua Mungu wao, hao ndio ambao wanatenda mambo makuu. Na huku kumjua sizungumzi tu just knowledge, just kuwa tu na taarifa za kumhusu huyu Mungu, lakini to come into an experience ya kumexperience Mungu kwa uhalisia wake. Mtu ambaye amemexperience Mungu katika uhalisia wake, huyo mtu ndo ana uwezo wa kutenda mambo makuu. Na sio mtu ambaye amemsikia Mungu lakini hajamexperience kwa uhalisia wake. Angalia Ayubu. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu 42, Ayubu anakuja kurealize kwamba yani yeye alikuwa tu anamsikia Mungu. Anasema nilikuwa nakusikia, bali sasa nimekuona. Anakiri kwamba alitenda pasipo ufahamu, lakini sasa amepata kumfahamu hakika. Amepata kumuona Mungu na kumexperience Mungu kwa uhalisia wake. Nitasoma Ayubu 42 mstari wa 5. Anasema hivi, au unaweza kusoma kuanzia mstari wa kwanza. Anasema ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Sasa Ayubu amekuja kurealize, amekuja sasa come to experience, ya kumexperience Mungu kwa uhalisia wake. Anasema, akamwambia najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Anasema ni nani huyu afichaye mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyo yafahamu. Anakuja kukiri kwamba amesema maneno asiyo yafahamu. Kwa sababu gani? Mstari wa 5 anakuja kusema nilikuwa nimesikia habari zako. Kwa alikuwa amezisikia habari za Mungu, lakini hakuwa amemexperience Mungu kwa uhalisia wake. Na ndio maana sasa nimefanya mambo pasipo kuwa na ufahamu. Anasema na alikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio. Kwa kusikia kwa masikio. Anasema sasa, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa amekuja kukam
to the point ya kumexperience Mungu kwa uhalisia wake. Yaani basa nami sasa jicho langu linakuona. Manake nuru imemuangazia. Sasa jicho lake linaona. Paulo anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kujua. Kwa macho yake Ayubu yakatiwa nuru, akajua ya kwamba amefanya vitu pasipokuwa na ufahamu. Lakini sasa kwa sababu katiwa nuru, amemuona Mungu kwa uhalisia wake. Kwa mtu huyu ambaye tayari ameexperience Mungu kwa uhalisia wake, ndio huyu mtu ambaye anasema watu wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kwa watatenda, they will do, yani watafanya mighty exploit, sio watazungumza. Sio watazungumza. Haya matendo makuu sio yani yatazungumzwa, yatatendeka. Kwamba hawa watu watayatenda haya matendo makuu kwa sababu they come to experience God in its reality, kwa uhalisia wake.